Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote ni jambo ambalo limekuwa hitaji la wananchi wa Tanzania kwa muda mrefu, na Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa awamu ya kwanza alielekeza taratibu zote za masuala ya kisheria ziweze kukamilika. Ni kweli kama anavyosema Daktari Rita Kabati kwamba hatua iliyosalia sasa ni ya kutoa elimu, na Tanzania ambayo kwa asili yetu ni nchi ambayo tumejengwa kwenye misingi ya undugu, nianzie hapa kutoa rai kwa Watanzania wote kwamba kujiunga na bima ya afya kwa wote ni jambo la msingi ambalo litatuwezesha Watanzania wote kuweza kumudu masuala ya matibabu, kuweza kuchangia matibabu ya wale ambao wana uhitaji mkubwa wa matibabu na pengine wanaweza wasimudu kulipia matibabu hayo. Jambo kubwa ambalo tunatakiwa kufanya ni kujiunga kwenye vitita hivyo ambavyo vitaelekezwa na Wizara ya Afya, na baada ya kujiunga, upande wa serikali tunafanya kila jitihada kuhakikisha huduma hizo za afya zinapatikana kwa ukaribu, huduma za afya zinapatikana kwa uhakika, ili kuweza kuhakikisha kwamba kwa yeyote ambaye amejiunga na bima ya afya anapata matibabu ya chochote kile kinachomsumbua, tena kwa uhakika bila usumbufu, ili kuweza kuhakikisha kwamba wote wanapata kuvutiwa kujiunga na bima hiyo ya afya. Katika maandalizi hayo, Mheshimiwa Spika, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi kwamba ndani ya siku 100 ataongeza wahudumu wa afya, ataajiri wataalamu wa afya 5,000, na hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, tayari wataalamu hao 5,000 walishaajiriwa na wamepelekwa kwenye zahanati zetu, vituo vyetu vya afya, hospitali zetu, ili kuweza kuhakikisha kwamba mbali na majengo mazuri aliyoyajenga Daktari Samia Suluhu Hassan, pia tunakuwa na wahudumu wataalamu wa afya wa kutosheleza katika maeneo ya hospitali zetu, na hili linaenda sambamba na upatikanaji wa vifaa vya kisasa ambavyo kwa sasa vinapatikana kwenye hospitali zetu zote. Mheshimiwa Spika, zamani baadhi ya vifaa vilikuwa vinapatikana tu hospitali zilizoko Dar es Salaam. Ukitaka MRI Dar es Salaam, ukitaka CT scan Dar es Salaam. Hivi tunavyoongea, kila hospitali ya mkoa ina vifaa hivyo vya CT scan, masuala ya ultrasound yameenda mpaka hospitali zetu za halmashauri na za wilaya, na masuala ya MRI sasa yanapatikana hata kwenye hospitali zetu za kanda na hospitali zetu za rufaa. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo serikali imepiga, na tuwahakikishie Watanzania wakishajiunga na bima hiyo ya afya watakuwa wameweka utaratibu wetu wa undugu wa kuweza kujihakikishia tunapata matibabu. Nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani na viongozi wengine wote, tuendelee kuelimishana, tuendelee kuelimisha makundi mbalimbali, tuendelee kuwaelimisha Watanzania kuhusu jambo hili kubwa ambalo lina manufaa makubwa na litakuwa na manufaa mapana kwa jamii nzima ya Tanzania.